Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii ya leo ya tarehe 3 Mei mwaka huu wa 2026. Tunamshukuru sana Mungu kwa kuwa ameweza kutufikisha salama kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tumepitia. Kwa kweli kuadhimisha siku hii ya leo ya uhuru wa vyombo vya habari ni jambo jema sana, kwa sababu linatukumbusha sisi kama waandishi wa habari kutimiza majukumu yetu ipasavyo, pia kukumbushwa kuzingatia maadili tunapokuwa tunaripoti habari zetu ama tunapokuwa tunafanya kazi zetu za uandishi wa habari. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwetu sisi kama waandishi wa habari. Kuna upotoshaji mkubwa wa taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Ukizingatia kwa sasa kuna waandishi wengi. Kuna waandishi professional na kuna waandishi ambao sio professional. Kuna wale waandishi anachukua tu simu yake, akiona tukio anakwenda kurekodi bila kubalance kwa mtu, anarusha mitandaoni. Matokeo yake wengi wamekuwa wakiripoti habari ambazo zinakuwa sio sahihi, habari feki, na wakati mwingine zimekuwa zikisababisha taharuki. Lakini kwa mwandishi wa habari ambaye ni professional na anazingatia maadili yake, hawezi kufanya kitu kama kile cha kusababisha taharuki. Anazingatia maadili, anaandika habari yake kwa usahihi, anahakikisha habari yake ameibalance. Kama inahitaji kubalance, anahakikisha habari yake ameibalance, kwa anaripoti kitu ambacho hata kinapokwenda kwenye jamii ni kitu ambacho kinaeleweka. Wito wangu ama ombi langu kwa serikali ni kuendelea kuchukua hatua kali kwa watu ambao wanasababisha taharuki mbalimbali, hasa kwenye mitandao ya kijamii, kwa kuripoti habari ambazo ni fake news, ambazo zinasababisha mtafaruku kwenye jamii na wakati mwingine kuivuruga serikali ama jamii kwa ujumla, kusababisha taharuki kwa jamii. Kwa hiyo mimi naomba tu serikali iendelee kuchukua hatua kali ili kukomesha vitendo kama hivi visiendelee kujirudia. Mimi naendelea kuwaomba wadau, japokuwa wamekuwa wakishirikiana na vyombo mbalimbali vya habari, na waomba tu waendelee kutupa ushirikiano, tuendelee kufanya kazi kwa kushirikiana, kwa sababu wote tunafanya kitu kimoja cha kuijenga nchi yetu, kuhakikisha tunaripoti habari kwa kina, tunaripoti habari kwa usahihi, ili tuweze kusukuma mbele maendeleo ya taifa letu na kukuza uchumi wa nchi yetu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.